Mwenzetu anauliza ni kwa nini mama mjamzito hupata maumivu ukeni. Yapo maumivu aina mbili, na mara nyingi maumivu haya hutokea katika miezi mitatu ya katikati na miezi mitatu ya mwishoni, japo yanaweza kutokea hata miezi mitatu ya kwanza. Sasa leo tutaongelea haya yanayotokea katika miezi mitatu ya katikati na miezi mitatu ya mwishoni. Yanayotokea katika miezi mitatu ya katikati, yani mwezi wa 4, wa 5 na wa 6, mara nyingi ni kwa sababu ya mabadiliko ya hormones mwilini, na mara nyingi huweza kutokea na yakakaa kwa wiki nzima au hata wiki mbili, baadaye yakapotea kabisa, na unakuta yanarudi tena kwenye miezi mitatu ya mwisho. Sasa katika hii miezi mitatu ya mwisho, maumivu ambayo utayasikia hapa ni maumivu ya kubana na kuachia. Unasikia ni kama kitu kinabana ukeni alafu kinaachia, yani kama shoti fulani hivi ukeni alafu inaachia. Na mara nyingi maumivu haya hutokea kuanzia wiki ya 32 mpaka wiki ya 42, na mara nyingi hapa mtoto anakuwa ameshakomaa kabisa. Kwa hiyo mtoto anapokomaa anashuka maeneo ya nyonga. Kile kitendo cha mtoto kushuka kwenye maeneo ya nyonga, iwe ametanguliza kichwa au ametanguliza makalio, basi kinaweza kikasababisha mkandamizo mkubwa ambao kaleta maumivu ukeni. Kwa hiyo sasa mara nyingi tunamshauri mama kwamba anapoona hali kama hii ni vizuri kuchukua tahadhari. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba kwanza unatakiwa kuwa unapotaka kusimama au kutembea au kukaa, fanya hivyo vitu kwa utaratibu. Yaani usifanye ghafla haraka hapana, taratibu. Lakini unapotaka kucheka, hakikisha unainama alafu ndo unacheka, kwa sababu ile kuinama inazuia ule mvutano wa round ligament pamoja na mlango wa kizazi, ule mji wa mimba. Kwa hiyo unapofanya hivyo unapunguza pia maumivu. Kitu kingine, kama utapata maumivu wakati umelala, jaribu kukaa alafu kulalia upande mwingine, uangalie kama yale maumivu yatapungua au la. Na kama yataongezeka, basi ni vizuri kufanya mazoezi ya kulegeza misuli au kulegeza nyonga ili usisikie